Nchini Afrika Kusini kulikuwa kukiandamwa na machafuko ambako raia ama wakazi wa kule walifanya maandamano kwa ajili ya kuweza kuondoa wageni ambao wapo kwenye nchi zao, ikiwemo nchi mbalimbali kama Nigeria, Msumbiji, Mozambiki na nchi nyingine mbalimbali, na hii ikiwa ni sababu kwamba wao kama wakazi ama kama wazawa wanakosa ajira na ajira nyingi zinaenda kwa wageni. Sasa maelfu ya raia wa Afrika Kusini jijini Durban wameandamana Jumatano hii wakishinikiza kufukuzwa kwa wageni wanaoishi nchini humo kiholela. Na si hivyo tu, baadhi pia wameanza kupita na kuweza kuangalia wale wageni ambao wana pasipoti zao za kudumu ili kuweza kuwaondoa waondoke nchini humo. Hali inaendelea kuwa tete nchini Afrika Kusini, na hali inaendelea kuwa mbaya zaidi kwa wageni ambao wapo katika nchi hiyo, na baadhi yao ambao tayari wameshafanya makazi, wameshaanzisha biashara zao na kuweza kuanzisha maisha yao mengine kwenye nchi hiyo ya Afrika Kusini. Sasa wazawa hawataki wageni hao waendelee kuwemo kwenye nchi hiyo, na wengi wao wameanza kuwafukuza na kuwaondoa, kitu ambacho kimekuwa ni cha kitofauti na kikiwashangaza wageni ambao wapo katika nchi hiyo ya Afrika Kusini. Mbali na hilo, Waafrika Kusini waliwaita wamiliki wa maduka wa China, India, Pakistani, Bangladesh na wengine wasio Afrika nchini Afrika Kusini kwenye mikutano ya bodi ili kuwalazimisha kuwafukuza kazi raia wengine wote wa Kiafrika waliowaajiri, kwa sababu hawataki Waafrika wengine wawafanyie kazi. Wageni weusi hasa wa Nigeria wanaripotiwa kufukuzwa kutoka katika vitongoji nchini Afrika Kusini kutokana na mvutano unaoongezeka. Na kwa sasa wa Nigeria wenye vitambulisho halali sasa wananyanyaswa na kulengwa na Waafrika Kusini wenye chuki dhidi ya wageni katika makubaliano au makabiliano ya umma licha ya hali yao ya kisheria iliyoandikwa. Hayo ndio yanayoendelea kule nchini Afrika Kusini. Ni machafuko dhidi ya Waafrika wenzao. Mimi ni Sam Baby. Yapi maoni yako? Drop comment yako hapo.